Kwa majina naitwa Harriet Kasilima, ni afisa mkuu uchambuzi mahesabu fedha kutoka Mamlaka ya Udhibiti wa Nishati na Maji EWURA. Kuadhimisha kilele cha siku ya mwanamke duniani, sisi kama wanawake wa EWURA ambao tumekuwa ni chachu kubwa katika kuhamasisha katika masuala yote ya udhibiti wa nishati na maji na matumizi ya nishati safi ya kupikia. Na ukiangalia hiyo ajenda yote inaendana na takwa la mama yetu, rais wetu Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan la kuwa Tanzania kuwa moja ya nchi bora ya kuwa na nishati safi ya kupikia, ambayo wanawake waweze kujikita zaidi kwenye matumizi ya gesi ya kupikia, yaani LPG, na matumizi ya gesi na kuachana na matumizi ya mkaa na kuni ambayo ukiangalia yanachangia sana katika kuharibu afya za kina mama na uchafuzi wa mazingira. Sisi kama EWURA tumejipanga kuweza kuendelea kuhamasisha kwa wanawake kutumia nishati safi ya kupikia kwa kutoa elimu kwa wananchi, kwa umma na wanawake wakiwepo, ambao ndio watumiaji wakuu wa nishati ya kupikia, na vile vile tunahamasisha uwekezaji kwa kutoa vibali kama EWURA kwa wawekezaji kuweza kuwekeza zaidi katika swala zima la nishati ya gesi ya kupikia. Jambo la tatu, tunarahisisha upatikanaji wa nishati husika katika sehemu mbalimbali ya nchi yetu ya Tanzania. Wanawake wahamasike katika matumizi ya gesi ya kupikia. Naitwa Mwanamkuu Kanizio. Mimi ni mhandisi mkuu wa umeme ninayefanya kazi na Mamlaka ya Udhibiti wa Huduma za Nishati na Maji EWURA. Kama mjuavyo kwamba tarehe 8 ya mwezi wa 3 kila mwaka huwa ni siku ya kusherehekea siku ya mwanamke duniani. Basi wanawake wa EWURA hatuko nyuma pia kwenye hili. Tumeungana na wanawake wenzetu duniani katika kusherehekea siku yetu, tukiwa na dhima yetu inayosema mwanamke na nishati safi ya kupikia. Tunajua wote kwamba mwanamke ndio, kwa mila zetu za Afrika na Tanzania, mwanamke ndiye ambaye anafanya shughuli nyingi za nyumbani, hususan masuala ya kupika. Hivyo basi tuko hapa kuweza kuwashawishi wanawake waweze kwanza kuelewa dhima nzima ya nishati safi ya kupikia, lakini pia kuweza kuonyesha ni kivipi EWURA inachukua nafasi kwenye jambo hili la nishati safi ya kupikia. EWURA kama wajibu wake inatakiwa kusimamia upatikanaji, lakini pia viwango, quality ya hiyo huduma ambayo inamwendea mlaji. Kwa hapa tukizungumzia hiyo gesi za LPG, EWURA imekuwa pia ikisimamia upatikanaji na kuona kwamba wale wasambazaji basi wanasambaza gesi ambazo iko kwenye bei ambayo ni himilivu kufuatana na bei ya soko. Utoaji wa vibali umerahisishwa sana, hasa tukijua kwamba mama na namba 1 rais wetu katika ajenda yake ya nishati safi ya kupikia imeweza pia kupunguza gharama za vibali na leseni mbalimbali za utoaji wa huduma ya petroli pamoja na hizi LPG kwenye maeneo ambayo ni ya vijijini. Kwa hiyo vibali vimerahisishwa, na utaona kwamba hata gharama za vibali vya usambazaji wa hizi nishati, ukichukulia hata vituo labda vya petroli na ujenzi na gharama ya license, vimepunguzwa sana kule kijijini. Lengo ni nini? Basi kwenye kupunguza gharama hizo utoaji vya vibali, lengo ni kuhakikisha kwamba Mtanzania ambaye yuko nje kabisa ya mji anaweza akapata huduma. Baraka Sulus ni wakili wa Mahakama Kuu ya Tanzania na mahakama zote zilizo chini yake, na vilevile ni mwenyekiti wa kamati ya msaada wa kisheria kwa mkoa wa Arusha na Manyara kupitia TLS Arusha Chapter. Nimefika kwenye banda la EWURA. Ni banda ambalo kwa kweli linatoa huduma nzuri, lazima tuwape kongole kwa hilo. Tumeona juhudi zinazofanyika mpaka hivi sasa. Tumeona juhudi ya Wizara ya Nishati chini ya waziri wetu Dr. Biteko amefanya kazi kubwa sana kwenye kueneza elimu ya nishati safi. Tunaona serikali kupitia ule mpango maalum wa nishati safi inatoa ruzuku kwenye matumizi ya vifaa vinavyotumia gesi, kwa mfano majiko. Hiyo inaonyesha wazi kwamba serikali yetu iko makini kuona kwamba matumizi ya nishati safi yanaendelea, na hili zoezi la matumizi ya gesi iko ni nchi nzima. Wenzetu wa Wizara ya Nishati na mamlaka mbalimbali wanazunguka kuwapatia wananchi hadi wa vijijini mitungi ya gesi, kuhamasisha
watumie nishati safi na kuweza kutunza mazingira, kwa maana kwamba wakitumia gas misitu yetu itapona. Kwa hiyo naisifu serikali kwa uamuzi huo na juhudi hizo inazofanya kwenye kuhakikisha kwamba nishati safi inatumika, na mamlaka ya EWURA inasimamia hilo vizuri, kwa sababu wanashiriki kwenye hiyo campaign vizuri. Na rai yangu kwa wananchi, tutumie fursa hii kwa sababu kama tunafanya biashara, tujaribu kuwa na mawazo pevu, tusikariri biashara moja. Taasisi zetu za fedha zipo, zinatoa mikopo nafuu. Watu waandike mpango mkakati wa kibiashara, yani business proposal, anaweza kupata mkopo bank, akafungua kituo cha mafuta. Vituo vya mafuta viko vya hadhi tofauti. Wataalamu wangu wa EWURA wamenipa elimu hapa leo, nimeshukuru sana, nzuri. Kuna vituo ambavyo unakuta labda ni cha mafuta ya taa, kipo kijijini, kingine cha kuuza petroli tu. Kwa hiyo wafuate utaratibu ambao ulioainishwa na EWURA, kuona ya kwamba wananufaika na hii fursa ya kunyanyuka kiuchumi kwa kufungua vituo vya mafuta maeneo mbalimbali, ambapo watafungua kwa kufuata sheria, kanuni na taratibu zilizowekwa na mamlaka inayosimamia nishati ambayo ni EWURA.